nami napata mashaka kidogo kwamba hizi ripoti zinajirudia mambo yale yale, lakini nikiangalia kwa upande wa mashirika makubwa kama ATC na TRC, kwa maana ya Air Tanzania na Tanzania Railway Corporation, ninaona kuna picha ambayo imejificha, kwa sababu kwa kiasi kikubwa inasoma accounting loss, lakini ukiangalia nature ya mashirika haya hasa kwa Air Tanzania, nafikiri inakwenda nje ya accounting yenyewe. Air Tanzania kwa sababu ya upya wake imefanya kitu ambacho sioni kikiwa quantified kwenye ripoti, kufungua njia mpya. Kwa mfano sasa hivi tunakwenda Mpanda, haikuwa na ndege kwenda Mpanda. Tunakwenda sehemu nyingi ambazo hazikuwa na njia kabisa za ndege zinazoruka kwenda huko. Hizi ni njia mpya na ni uwekezaji ambao unachukua muda. Ni uwekezaji ambao ulipaswa nao uwe quantified kwenye hizi ripoti. Na najua wanaweza kuzifanya, lakini sio mandate ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kuziangalia. Kwenye local government, ukiangalia mwaka huu kuna good traction. Hadi chafu zimepungua kwa kiasi fulani, japo zipo nyingine halmashauri zimeendelea kuwa na hati chafu. Hii inaonyesha wazi kuna some momentum ya utendaji, lakini bado kuna changamoto ya baadhi ya halmashauri kuendelea kufanya mambo wanavyoona wao wanafanya. Kuna maswala mengi ambayo mtu anaweza kujiuliza kutokana na yaliyowahi kuonekana huku nyuma, na unaweza kufikia hata umbali wa kukosoa pengine mwendo wa kinyonga katika kushughulikia yale ambayo yaliwahi kuibuliwa katika ripoti za nyuma. Kwa mtazamo wako, unadhani ni kwa nini ripoti za nyuma hazikuwahi kufanyiwa kazi? Kuna haja pia ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ku take step na kutusaidia kama Watanzania au wasikilizaji wake, kwa sababu ukiangalia zile ripoti, kwa mfano mimi nimekuwa nikifuatilia kama hizi ripoti, utagundua ripoti ya CAG inapotoka panakuwa na mwendelezo wa majadiliano au exchange kati ya ofisi ya CAG na halmashauri au na zile audited entities, na baadhi ya queries au baadhi ya issues ambazo CAG alikuwa amezi-identify kuwa zinakuwa dropped over time. Lakini hii ni behind the scene, kwa sababu ripoti inakuwa tayari imeshakwenda kwenye public. Sasa ingekuwa inapendeza kama CAG angetupatia rejoinder, kama kind of rejoinder, kusema tangu walipotoa ile ripoti yake kumekuwa na nini katika kuimplement zile progress. So some of these issues ukiangalia za halmashauri nyingine ni new currents. Hii report haitupatii full picture, ina create momentum fulani ambayo baadaye inapotea bila kufuatiliwa. Walikuwa wanahitaji sana kuzileta hizi discussion kwenye public na watu kufuatilia muendelezo wake. Bahati mbaya siku hizi bunge limepoteza hiyo sura. Katika mazingira ya sasa, unadhani hilo linaweza kufanyika? Ninapata mashaka kama linaweza kufanyika, kwa sababu sioni ile nguvu ya au ile hamu ya bunge kuishika hizi discussion kama ilivyokuwa hapo awali. Na katika swala zima hili la kujaribu kuzuia rushwa, unadhani Watanzania wana imani ya kwamba wala rushwa wanaweza kuchukuliwa hatua kama alivyosema Rais Samia kwamba watendaji wazembe na wala rushwa rungu la dola litaendelea kuandama? Watanzania wanatamani kuona zaidi ya kinachotokea. Kwa sasa hivi wanaona ni hakitoshi. Kwa hiyo imani yao inakuwa na mashaka, kwa sababu ukisikiliza hata kwenye mijadala inayoendelea kwamba watu wanafikiri waliopo serikalini wanakula sana, au waliopo na karibu na serikali wanakula sana. Kwa hiyo ipo haja ya kurudisha imani hiyo kwa Watanzania zaidi, kwamba hatua za kutekeleza au za kuwafuatilia wale ambao wametajwa, at least tuone sheria ikiwaachia huru, sio kwamba hakuna hatua iliyochukuliwa. Hiyo ipo haja.